Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo 0752732515. Baba Sam the King. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti? Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa. Na hii simulizi si nyingine, ni ile simulizi yako pendwa kabisa inayoitwa Sina Makosa sehemu ya 18. Sina Makosa ni simulizi ambayo inamwangazia kijana wa kuitwa Kituro pamoja na rafiki yake Zegadi, ambao walianzisha urafiki wakiwa wanasoma katika shule moja ya msingi, na hatimaye wakaanzisha udugu. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel hii, inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo moja kwa moja utakuwa ni mwanafamilia wetu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa ni kukaribishe sehemu ya 18, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea. Baada ya kuwa anaendelea kuwaza kwamba atamjibu vipi huyu binti wa kuitwa Angela, yaani kijana Kituro, akiwa amesimama anawaza atamjibu jambo gani. Hapo ndipo ambapo uso kwa macho, la haula, wakamuona Regina na yeye akiwa anakuja. Hasa hapo akashangaa Bwana Kituro. Alianza kujiuliza, mbona sasa umekuwa ni msara mzito? Yaani mpaka na Regina amekuja. Mambo gani tena haya? Mbona kama vile ninaona kama mboga inatiwa shubiri hivi hapa, itakuwaje? Na sijamjibu lolote lile Angela, alafu na huyu naye mwingine amekuja. Manake ni nini hii? Baada ya kuwaza mawazo hayo, moja kwa moja Regina alifika hapo. Hatimaye ndipo ambapo alianza kuzungumza huku akisema, we Kituro, huyu naye ni nani? Yaani hata kukuomba msamaha kote huko haukuwahi kunisamehe. Umeamua kutafuta mwanamke mwingine, si ndio? Huyu ni nani? Kumbe ulikuwa unakataa kunisamehe mimi ili uje kwa maraya zako na wajua, si ndio? Unaona umeniweza, si ndio?
Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Regina, hapo ndipo ambapo Kituro aliamua kujikakamua, akaanza kuzungumza huku akisema, hivi wewe, kwani hata kama kweli huyu ndo atakaye kuwa mchumba wangu, wewe inakuuma nini? Si atakuwa ni wa kwangu tu, wewe inakuhusu nini? Wewe si uliamua kuanzisha kutembea na mtu ambaye kabisa unajua anapiga watu. Wewe unaendelea kutembea naye, alafu matofali kabisa na wadondoshea. Leo hii utaniambia nini? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, hapo ndipo ambapo Angela alizungumza huku akisema, kwa hiyo naomba unipe ukweli. Hebu nipe ukweli. Huyu naye ni nani? Kumbe ndio maana nakwambia nakupenda, alafu hata hutaki kunifikiria, si ndio? Kumbe na mtu mwingine kabisa. Hivi kwa nini wewe unaamua kunitesa namna hii? Au unaona ni vizuri kukaa unanitesa tesa? Ndio maana ulikuwa unanichenga. Najaribu kuja na unanichenga, si ndio? Sasa kumbe hili ndio ambalo linakufanya wewe uwe na kiburi kiasi hicho, hutaki kunisikiliza namna jinsi mimi ninavyokupenda, si ndio? Sasa ngoja nimuonyeshe adabu. Mshenzi kabisa huyu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Angela moja kwa moja alishikana pamoja na Regina, wakaanza kupigana. Baada ya kupigana hapa na pale, Kituro alianza kutahamaki. Mabinti wawili wanapigana kwa ajili yake. Akaanza kuwaza, hivi kama endapo Zegadi atakuja, alafu baadaye pengine akapitia njia hiyo akawakuta, hivi nini ambacho atakachokuwa amekifanya? Alichokiona, kwa vile wako wanapigana kwa sababu yake, aliamua kuanza kukimbia mbio. Sasa wakati anakimbia, na wale mabinti wakamkimbiza huku anaendelea kupigana hivyo hivyo. Wanapigana huku wanaendelea kwenda. Baada ya kufika tu pale getini pale, moja kwa moja kijana Kituro aliingia ndani ya geti na hatimaye akafunga na geti lenyewe. Sasa kumbe baba mwenye nyumba Mzee Misondo alikuwepo. Sasa hapo ndipo ambapo walipoanza kuzungumza huku akisema, baada ya kumuona Kituro akiwa anakimbia huku anaendelea kutweta na amerudishia geti, wewe mbona unakuja kwa spidi, halafu hautaki hata kusema chochote? Ni kitu gani ambacho kimekukuta? Mimi nataka nijue tatizo ni nini. Maana huwezi ukatoka huko ulikotoka unakimbia kimbia tu na kuja. Lazima kutakuwa kuna kitu. Ni nini kimekukimbiza? Kuna watu wanataka kukuchinja au shida ni nini? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo Mzee Misondo, hapo ndipo ambapo kijana Kituro aliamua kuzungumza huku akisema, hapana, sema, unajua nini mzee, kuna mabinti wanaendelea kunikimbilia, wanajifanya kwamba wao wananipenda. Sasa na mimi siwapendi, yaani hakuna hata mmoja ambaye nampenda, lakini wako wanagombana hapo nje ya geti.
Sasa nimeogopa wasiingie humu ndani wakaja kuchafua hali ya hewa. Sitaki kabisa tena waniache kabisa yani. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Kituro moja kwa moja aliamua kuondoka, akakimbia, akafungua mlango na kuingia ndani ya chumba. Hatimaye akafunga na kufunga. Mzee Misondo alitoka hapo akaenda moja kwa moja pale kwa getini, akafungua mlango wa geti. Kufungua mlango wa geti, wale mabinti wawili wakaingia huku wakiwa wanapigana vile vile. Sasa wapangaji wakaanza kuwashangaa kweli kweli. Nakumbuka wapangaji 100% kubwa sana walikuwepo. Walianza kuwashangaa hapa na pale, wakiwa hawajui ni kitu gani ambacho wanaweza kukiamua. Wengine walianza kugombelezea na kuambia achaneni, achaneni, lakini hawakuweza kusikia. Baada ya muda wa dakika 5 wakiwa wanaendelea kugombana, Mzee Misondo anawatazama tu, kwa sababu hana lolote la kuweza kuzungumza, kwa sababu ameshawaambia achaneni, lakini bado wakaonekana kuleta ubishi na kuendelea kupigana. Baada ya dakika 5, moja kwa moja Zegadi alitokea. Baada ya kuja akafika pale, anakuja kuona watu wameshangaa wakiwaona watu wakiwa wanapigana. Hapo ndipo ambapo alipozungumza huku akisema, "We sister Angela, we Angela, yani unapigana na huyo kisa nini yani? Hebu kwanza naomba uniambie kuna tatizo gani? Hata kama mimi ni mdogo wako, lakini natakiwa mambo mengine unihusishe. Sio najiingiza tu kwenye vitu visivyo na msingi." Eti mzee, mbona watu wamewashangaa sana wao wadada wanapigana kisa nini? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, kwa sababu Zegadi alikuwa anahitaji aweze kujua ni kitu gani ambacho kimetokea, Mzee Misondo alimwambia ukweli wa hali halisi ambao amepewa na Kituro, kwa sababu Kituro amehojiwa na akasema ukweli. Kwa hiyo na Misondo naye baada ya kuhojiwa tena na Zegadi ameamua kumwambia ukweli kutokana na Kituro namna jinsi alivyosema. Hapo ndipo ambapo kijana Zegadi aliamua kwenda na kumkamata Angela, akaanza kumvuta ili aweze kumwachia Regina. Baada ya kwenda pale na kuanza kuwaachanisha, moja kwa moja kuna mpangaji tena mmoja ambaye alikuja wa kike, akamkamata Regina na kumpeleka kabisa mbali huko, ambapo ni mbali kabisa na hilo eneo ambalo Angela yupo. Hapo ndipo ambapo Zegadi alienda na kuanza kugonga mlango, kwa sababu aliukuta umefungwa. Baada ya kugonga mlango na kuulizia vizuri, Kituro alisikika akiwa anazungumza kule ndani, huku akisema, "Sasa rafiki yangu, hebu kwanza niambie, huyo Angela pamoja na Regina wameshaondoka?" "Naam."
Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya 18 ya simulizi yetu inayoitwa Sina Makosa imeishia hapa. Tumemuona Kituro baada ya kupita katika njia za uchochoro, hatimaye kumbe hakujua hata mwenzake Angela alimuona. Kwa hiyo yeye anapita uchochoro huu, Angela kapita uchochoro kule mbele. Halafu akasonga kabisa mpaka kule mbele kabisa. Akaamua kuziba njia. Kwa hiyo wakati anakuja Bwana Kituro akakutana na Angela. Amemsubiria pale njiani. Haya, baada ya kuanza kumhoji, kabla hata hajaanza kujibu, hapo na Regina naye akaonekana huku anakuja. Kama endapo utakuwa haujasubscribe channel yetu inaitwa Baba Sam the King Tanzania TV channel, na chini ya video hii kuna kitufe ambacho kina rangi nyekundu, pia kina alama ya kengele. Ukigusa hapo utakuwa ni mwanafamilia wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Ni kuage niseme kwa heri mpaka sehemu ijayo, na kusihi endelea kuifuatilia mpaka mwisho. Hii ni sehemu ya 18. Tuendelee kuifuatilia simulizi yetu hii Sina Makosa. Ni kuage niseme alamsiki mpaka sehemu ijayo. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515. Baba Sam the King.